tayari tena kula na kunywa mbele zako. Ruhusu damu ya mwana kondoo inene mema. Ruhusu Roho Mtakatifu atufundishe katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Chukua Biblia yako tusome mstari mmoja tu, kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19, mstari ambao tumekuwa tunasimama nao kwa siku hizi 24 zilizoisha. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19, mstari ule wa 7b. Mstari ule wa 7b. Mimi baadaye nitasoma mstari wa 5 hadi wa 8, lakini some ule mstari wa 7b ili kukuruhusu uweze kukaa. Okay, kama nitapata kibali nisome huo mstari wa 5 hadi wa 8 alafu tuweze kukaa. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 5, neno la Bwana linasema, naye akajinyosha akalala chini ya mletemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya mkaa na guduria ya maji kichwani pake. Akara, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akara, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Amen. Naweza kuketi mahali pako, mtu wa Bwana. Naitwa Mwalimu Daniel Moitenga, natoka Mwanza. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama hapa kumtumikia, lakini nawashukuru pia wachungaji kwa sababu ya muda. Naomba nitoe shukrani kwa ujumla kwa kamati, mchungaji pamoja na kila mmoja anayehusika kwenye mwaliko huu ambao nimeupata, lakini nawasalimia wote katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu amenipa nafasi tena na mimi ya kuona mwaka, na nimeanza tayari mzunguko wangu wa kuzunguka kwa mwaka mzima, na nimeanza semina mpaka mwezi wa 6, tapumzika mwezi wa 7. Kwa hiyo ninaunga mkoa kwa mkoa, semina kwa semina, na Mungu ameendelea kuwa mwema kwangu pamoja na timu yangu. Nimepata nafasi ya kumuuliza Mungu kitu cha kufundisha. Nilikotoka nilikuwa nafundisha somo lenye kichwa kinachosema roho ya mafarakano kwenye lango la mafanikio. Roho ya mafarakano kwenye lango la kukua na kuongezeka na kustawi. Maana yake ni kwamba kila unapofika wakati wako wa kustawi, kuna roho ya mafarakano inaingia katikati ya familia, au inaingia katikati ya ofisi au kampuni, au inaingia katikati ya ufahamu wako. Unakuwa confused, unashangaa tu huko njia panda, mambo hayaendi. Nilikuwa natamani kufundisha sana lile somo kwa sababu Mungu amenisemesha kwa miezi karibu 3 nikiliandaa lile somo mwaka ulioisha, lakini Mungu akanisemesha kufundisha kitu kingine, na mimi nimesikia kumtii. Kwa somo hilo nitalifundisha morning glory, lakini jioni nitafundisha falsafa ya kukua na kuongezeka unapoendelea na maisha. Falsafa ya kukua na kuongezeka unapoendelea na maisha. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu, kwa hiyo nitaenda kwa mfululizo wa kufundisha, na nitapata nafasi sana ya utulivu wakati ule wa ibada za jioni katika semina. Lakini pia nimemwomba mchungaji na akaniambia na wao walikuwa na mafunuo hayo. Kutokana na somo ninalofundisha utaona mahali nakopita kidogo. Nilimwomba mchungaji tuwe na sakramenti takatifu siku ya mwisho, na akaniambia tutahitimisha ibada kwenye semina, kwenye ibada. Kwa hiyo nikamwomba at least tuwe na sakramenti. Nilimsemesha mambo mengi ambayo Roho Mtakatifu alinisemesha kwenye hiyo sakramenti, na nikamwomba siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili ambayo tutahitimisha, tutakuwa kwenye mfungo. Kwa hiyo wale watakao kuwa kwenye semina tawapa maelekezo, kwa sababu kuna kitu cha nguvu za Mungu ambacho Mungu anataka kukiachilia kupitia kwenye sakramenti takatifu. Nimesoma habari ya mtumishi wa Mungu Elia hapa. Taeleza kwa uchache sana ndani ya hizi dakika 15 20 vizuri, tuna Mungu atatuhudumia hapa. Wakati napokea barua kwenye email yangu kutoka kwa mchungaji, ilitaka tusimame na ili neno, na Mungu amenipa kutoka kwenye chakula, kutoka kwenye ili neno la Wafalme wa kwanza sura ya 19 na huu mstari wa 5 hadi ule wa 7 wa 8. Lakini ukisoma hii habari, utangulizi wake wa nyuma una vitu vingi kidogo. Ni habari ambayo imetanguliwa na nyakati fulani ambazo sio nyepesi sana kwa wana wa Israeli na sio nyepesi sana kwa Elia. Utakumbuka mvua haikunyesha miaka 3.5. Na baada ya Elia kuingia kwenye maombi, muda ule wa adhabu ya Mungu ulipoisha, Elia aliingia kumwomba Mungu mvua ile iweze kurudi.
Lakini kabla ile mvua haijarudi, Elia alikutana na wana wa Israeli kule Karmel, na ndiko walipokufa wale manabii 450. Kwa hiyo tunaelewa wasomaji wa Biblia kwamba Elia alishusha moto, si ndio watu wa Bwana? Na ule moto ndio uliokuwa sababu ya Mungu kutukuzwa na kudhihirika na kuonekana yeye ni Mungu wa Elia na ni Mungu mkuu. Kwenye maombi ya Elia alisema, na ijulikane ya kuwa wewe ni Mungu wa Israeli, na ijulikane ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ijulikane ya kuwa ninafanya hili kwa neno lako. Na alipofika zamu yake akaachilia sadaka, Biblia inazungumza moto ukatoka kule mbinguni ukateketeza kila kitu, na wale manabii 450 wakaangamia. Na mfalme Ahabu akampelekea taarifa mke wake aliyekuwa anaitwa Yezebeli. Tunaelewa Yezebeli alikuwa anatumika kwenye madhabahu ya Mungu Bahali. Pamoja na kwamba alikuwa first lady, Yezebeli ndiye aliyekuwa mke wa rais kwa wakati ule, maana yake alikuwa ni mke wa mfalme, lakini alikuwa mchawi, anatumika kwenye madhabahu ya Mungu Bahali, na ndiye aliyekuwa na supervise, anasimamia hawa manabii 450. Na kwa sababu hiyo wale manabii walipokufa, mfalme Ahabu alimpelekea taarifa mke wake, Elia ameua manabii wako. Na Yezebeli akatuma kimemo, Biblia ya Kiingereza imetumia neno hivyo hivyo, memo. Akatuma kimemo kwa Elia, kama ulivyoua manabii wangu 450, kesho majira kama haya miungu yangu itafanya kama ulivyofanya roho za watu wangu. Kwa Elia alipewa kimemo, kwa sababu umeua wale wachawi, wale manabii wa uongo 450, kesho na wewe majira kama haya utakufa. Sasa kwa wasomaji wa Biblia is something surprised, ni kitu fulani cha kushangaza, kwa sababu Elia ni nabii mkubwa sana, na Elia ni mtumishi wa Mungu ambaye CV zake za utumishi zimetukuka, amefanya kazi ya Mungu ya ajabu sana. Lakini kwa nini Elia alimwogopa Yezebeli? Kwa sababu Elia alipopokea ile memo ya kwamba kesho na wewe utakufa, Biblia inasema, nimeanzia mstari wa 5, ukianzia mstari wa 1, Biblia inasema akakimbia, akaamua kimbie ule mji. Na alipokimbia, mbele yake akamwambia msaidizi wake kwamba wewe endelea na maisha yako. Yeye akaenda kulala chini ya mletemu, akaanza kumwambia Mungu, naomba tu nife, naomba tu nife, kwani baba zangu waliokufa walikosea nini hata mimi nife nikapumzike? Lakini Mungu alikuwa ameelewa shida ya Elia haikuwa kufa. Shida ya Elia, moyo ulikuwa umechoka, nguvu zilikuwa zimeisha. Amepambana vita muda mrefu, pamoja na kwamba anashinda vita kwa ukubwa, lakini mashambulizi hayaishi. Umewahi kukutana kwenye maisha na vita isiyokoma? Unamaliza kujenga nyumba, linainuka jambo jingine. Umemaliza tu kujenga nyumba, gari yako inapata ajali. Umemaliza kurekebisha gari, kuna tatizo jingine linaingia. Umemaliza kurekebisha hilo tatizo, kuna jambo jingine linaingia. Elia alikuwa anashinda vita, na anashinda kibabe, na anashinda kwa utukufu, lakini vita zilikuwa haziishi kwenye malango yake. Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Bwana? Ndio maana mstari wa 5 nilioanza kusoma, unamuona anaomba kufa. Mungu badala ya mjibu majibu yake ya kufa, Mungu anamtuma malaika kutoka mbinguni. Malaika anashuka na gudulia la maji, na malaika anashuka na mkate, kiroho ni divai. Halafu malaika anampa gudulia la maji, kunywa maji. Halafu malaika anampa na mkate, kula mkate. Elia anakula. Badala ya kula apate nguvu ainuke, Biblia inasema akala, akalala. Malaika akarudi mara ya pili, akamwambia kula mara ya pili. Hatukupi chakula ili ulale, tunakupa chakula ili uendelee na safari. Alipopewa chakula mara ya pili, nguvu zikarudi, akainuka. Biblia inasema akaenda kwa nguvu ya chakula kile siku 40. Na maana yake swala halikuwa kufa, swala alikuwa amechoka ndani ya nafsi yake, na safari ilikuwa imeisha. Hatufi kwa sababu kuna matatizo, hatufi kwa sababu wanatusema vibaya, hatufi kwa sababu mambo hayaeleweki. Tunakufa kwa wakati wa Bwana aliyouandika. Ndio maana Mungu hakuruhusu Elia afe, akampa nguvu. Na mimi ninakuombea this last week, hii ni wiki ya kupokea nguvu. Kuna mahali unasikia kuchoka, kuna vitu unasikia haviendi, ndani unaona kama uko njia panda, kila unalolifanya kama halieleweki. Nataka nikusemeshe, kuna safari iko mbele ya
ya maisha yako, hautakiwi kufa kabla hujaimaliza hiyo safari. Kuna watu wanakusubiria mbele uwe daraja la maisha yao. Kuna watu wanakusubiria mbele uwalipie ada. Kuna vitu vikubwa Mungu ameviandaa kwa ajili ya maisha yako. I know you are passing through hatred. Najua unapitia nyakati ngumu, lakini nataka nikutangazie kwenye madhabahu hii, hatutakufa bali tutaishi, nasi tutasimulia matendo ya Bwana. Mungu aliyempa nguvu Elia atanipa nguvu na mimi, atakupa nguvu na wewe. Hautakufa kwa sababu ya mahusiano. Hata wakukimbia wachumba 9, yupo wa 10 kwa ajili yako. Bwana atakutia nguvu. Hautakufa kwa sababu ya madeni. Haujaanza kuwa wewe wa kwanza kwenye madeni. Wapo watu walikuwa na madeni, Mungu akawavusha. Hata wewe Mungu atakuvusha. I'm proclaiming this morning, ninatabiri asubuhi hii kwamba hautakufa kwa sababu ya hizo changamoto. Mungu atakupa nguvu za kukabiliana na kushinda. Bwana asifiwe. Nitasimama na kitabu cha Wafalme wa kwanza na Wakorinto, lakini sitasoma Wakorinto kwa sababu ya kule na kutaka kwenda, na nimebakiwa na dakika 10. Nisikilize vizuri, mtu wa Bwana. Mungu amenipa somo la falsafa ya kukua na kuongezeka katika safari ya maisha. Falsafa kwa Kiingereza ni philosophy. Tafsiri nyepesi ya neno falsafa ni hekima ya upendo. This is the wisdom of love. Ni hekima ya upendo ambayo inakutaka mambo kama 2 matatu. Nitaelezea vizuri jioni. Falsafa ni hekima ya upendo ambayo inataka uwe mtu wa kujiuliza maswali. Tunaelewana? Uwe mtu wa kujiuliza maswali. Nimetoka wapi? Niko wapi? Nataka kwenda wapi? Na kwa sababu mimi nafundisha, sifa mojawapo ya Roho Mtakatifu ndio mwalimu mkuu. Mwalimu anapenda mwanafunzi mwenye maswali. Watu wengi sana hawana muda wa kujifunza kwa utulivu kwa Bwana. Ukiwa na utulivu kwa Bwana, utakuwa na muda wa kumuuliza Roho Mtakatifu maswali. Mimi masomo yangu mengi nayofundisha, napokaa mezani huwa nakuaga na maswali, kwa sababu nafundisha kwa namna mbili. Naweza kufundisha somo ambalo Mungu ameshanivusha na nimeliishi na nimepita, lakini naweza kufundisha kitu ambacho hata kwangu ni kipya. Maana yake nafundisha huku najifunza. Kwa ni tabia ya kumuuliza Roho Mtakatifu maswali. Na hata ukisikia umemuuliza Roho Mtakatifu maswali vibaya, kuna nafasi ya kutubu. Ni kiu yako tu ya kutamani kumwambia Mungu, mbona sielewi? Kama sadaka natoa, kama semina na uzuria, kama utumishi na kutumikia, lakini mbona maisha ni magumu? Mbona mambo hayaendi? Lazima you have to be a questionable person. Lazima uwe mtu wa maswali mbele za Bwana, kwa sababu anayeyajua maisha yako ni Mungu peke yake. Hata ukiniuliza mimi maswali mengi, siwezi kukujibu kama ambavyo Mungu atakujibu. Na ukiwa mtu wa kujiuliza maswali, Mungu atatuma watumishi, watakuja na masomo yao. Mungu atayapangua, ataleta somo lililobeba majibu yako. Ana namna nyingi ya kutujibu. Wakati mwingine tunafundisha masomo sio kwa sababu tumetaka sisi, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu anajibu maswali ya watu. Bwana asifiwe. Kwa falsafa ya kukua na kuongezeka ni hekima inataka ujiulize maswali. Uwe mtu wa kujiuliza maswali. Kwa nini mambo hayaendi? Na kwa nini mambo yanaenda? Usijiulize tu kwa nini hayaendi. Hata mambo yakienda lazima ujiulize kwa nini yanaenda, ili uendelee kutunza ule muendelezo, usije ukaanguka chini. Lakini pia falsafa hii inakutaka uwe mtu wa kwenda kwa watu logically, kwa mantiki. Unaenda kwa watu kwa namna ambayo una hoja za msingi ambazo unaweza kugusa maisha yao. Sasa kuna mambo kama 5 nitayafundisha kwenye falsafa ya kukua na kuongezeka katika maisha ambayo Mungu ametuumbia kupita kwenye maeneo makubwa 3. Biblia inasema ndani yake Mungu tunakwenda, ndani yake Mungu tunaishi, ndani yake Mungu tuna uhai wetu. Kwa hiyo Mungu anapotuleta duniani, sifa mojawapo aliyotuwekea ni sifa ya kukua na kuongezeka. Akaumba kila kitu, na kila kitu Mungu alichokiumba alikiumbia mbegu. Akaumba mbegu za machungwa, akaumba mbegu ya wanadamu, akaumba mbegu ya kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka muendelezo. Kwa hiyo kiroho ni hatari sana kukaa kwenye maisha upo stage ile ile kila mwaka. Unatakiwa kuongezeka. Kila msimu mpya una upako wake wa kukusaidia kuweza kuongezeka.
Mungu anataka huu mwaka tuongezeke. Hatuwezi kubaki hatua ile ile. Hata kama mshahara ni ule ule, Mungu ana namna ya kutuongeza. Hata kama wewe ni yule yule, Mungu ana namna ya kutuongeza. Ametuumba ili tuweze kuongezeka. Kwa ndani ya falsafa hii kuna mambo kama 5 nitafundisha. Nataka niyapitie tu spidi, alafu nitakaa nayo taratibu kuanzia asubuhi. Jambo la kwanza katika falsafa ya kukua na kuongezeka, Roho Mtakatifu. Nitatumia msingi wa kibibilia kutoka kwenye falsafa. Roho Mtakatifu anataka kitu cha kwanza ujue mwelekeo wa maisha. Falsafa ya kukua na kuongezeka inataka ujue mwelekeo wa maisha. Hatuishi kwa bahati mbaya. Umeingia 2026, mwelekeo wa maisha yako ni upi? Narudia tena, hatuishi kwa bahati mbaya, tunaishi sawasawa na kusudi la Bwana. Moja ya kitu Mungu anapokupa msimu mpya anataka ujue mwelekeo wa maisha. Nitakaa hapa kwa sababu unaona Elia alipopewa chakula ameambiwa safari yako bado ni ndefu. Maana yake anasafiri, maana yake kuna mwelekeo. Ukisoma mstari wa 9 na kuendelea, Mungu anamuelekeza mahali atakakokwenda. Anamwambia kula, kunywa, hautakufa. Nataka uende. Mungu akamuelekeza safari ya kwenda na watu ambao watakutana nao kule. Hata kama biashara ni ile ile, lakini lazima ujue mwelekeo wa maisha. Mungu amekupa msimu mpya, mwaka mpya, mwelekeo wako wa maisha ukoje? Mimi sijui walimu wenzangu waliopita wamefundisha kitu gani, lakini najua hiki kitu Mungu alichonipa kinatengeneza ukamilifu wa kile walichofundisha. Kwa ndio maana napita hapa, kwa sababu tunaweza tukafundishwa vitu vingi sana, lakini kama hauna dira ya maisha, kuna vitu haviwezi kwenda hata kama umejifunza vitu vingi. Nisikilize vizuri. Watu wengi sana wanataka Mungu aweze kuwasaidia ili waweze kuwa na matokeo kwenye maisha yao, lakini huwezi kupata matokeo tofauti kwa kutumia njia zile zile za zamani. Huwezi. Narudia tena, hauwezi kupata matokeo tofauti kwa kutumia njia zile zile za zamani. Huwezi. Ukitaka matokeo tofauti, lazima kuwe na njia tofauti, kwa sababu 1 kujumlisha 1 ni 2. Kwa kama mwaka jana ulikuwa na 1 jumlisha 1 na mwaka huu ukiwa na 1 jumlisha 1, expect to get the same result. Tegemea kupata matokeo yale yale. Kwa ni rahisi kusema huu ni mwaka wangu wa ushindi, huu ni mwaka wangu wa kuinuka, lakini kama utatumia formula za mwaka jana, matokeo uliyoyapata mwaka jana utayapata mwaka 2026, kwa sababu the same formula will give you the same result. Kanuni ile ile inakupa matokeo yale yale. Biashara inaweza ikawa ni ile ile, lakini ukatumia mwelekeo tofauti, ukatumia njia tofauti, utapata matokeo tofauti. Mungu anapokuleta duniani, anapokupa msimu mpya, cha kwanza huwa anakusemesha juu ya uelekeo. Atakwambia umezunguka mlima huu kwa muda mrefu, yatosha, geukia kaskazini. Lazima uende kaskazini. Atakwambia Yeremia nakutuma, utaenda mahali nitakako kutuma. Na mimi ninamuomba Mungu akusaidie, akupe mwelekeo wa maisha. Tunapoanza Januari ni mwezi wa kuyapanga maisha. Mungu akupe mwelekeo wa maisha. Jambo la kwanza, ujue mwelekeo. Unaenda wapi? Unaendaje huko unakoenda? Unaenda na nani? Na unaenda wakati gani? Mwelekeo. Sio lazima ulioambatana nao mwaka jana uambatane nao mwaka huu. Sio lazima, kwa sababu unatafuta matokeo tofauti. You need special IQ. Unataka tena mtu mwenye akili ya kukuzidi, ambaye atakuchangamsha, ambaye atakupa changamoto mpya. Ukienda na watu wale wale utapata matokeo yale yale. Labda wale watu pamoja na wewe muongeze maarifa mapya. Kwa hiyo sio lazima uambatane na mtu. Na kuto kuambatana na mimi haimaanishi ya unipendi, kwa sababu msimu unaamwaga aina ya watu. Kuna msimu Mungu anakupa kunguru, ndio waliomtunza Elia. Na kuna msimu Mungu akampa mama wa Sarepta, ndio aliyemtunza Elia. Na kuna msimu Elia hakuwa kwa kunguru wala hakuwa kwa mama wa Sarepta. Mungu anakupa watu kutokana na msimu. Upako wa msimu huu, Mungu anaweza kukuletea watu wapya. Usinganganie watu wa zamani na usiwakatae watu wapya. Inawezekana wamebeba kitu kipya kwa ajili yako, na mimi ninakuombea. Lakini msimu umefungwa kwenye muda, kila jambo na majira yake, na wakati kwa kila kusudi. Hicho Mungu anachokupa kuelekea kwacho, lazima uweze kujua ninaenda au ninachukua hatua siku ipi.
Nitakaa hapo asubuhi, naweza kuchambua hiki kipengele wiki nzima, kujua mwelekeo. Unaenda wapi? Unaendaje? Unaenda kama mwaka jana? Unaendaje? Mwaka jana walikujeruhi kwenye mahusiano na wamekuburuza, wamekuchakaza kweli. Yaani wamekuburuza, afu yule mwamba akasema Mungu ameniambia we sio wangu. Umeshanitumia afu unaniambia Mungu amesema sio wangu. Ukienda tena hivyo hivyo anakuja mkaka wa pili anakuburuza, watatu anakuburuza. Usiende ulivyoenda mwaka jana, unaendaje? Umewaamini watu kupita kawaida, umewapa hela ya kutosha na kila unayemkopesha akurudishii. Unaenda staili ile ile. Bwana asifiwe. Lazima uweze kujua hata unamtumikia Mungu kwenye madhabahu. Ukienda mfumo ule ule wa utumishi wa mwaka jana, tutapata upako ule ule. Litakuwa ni kanisa halina matokeo mapya, ni kanisa halina maongezeko zaidi, linazidi kushuka. Praise team, tukienda mfumo ule ule tulioenda mwaka jana, kanisa litazidi kushuka, haliongezeki. Huku madhabahuni tukienda mfumo ule ule tulioenda nao mwaka jana, kanisa litazidi kushuka au litabaki pale pale stagnant, litabaki linaduma. Lazima kuna kitu kipya kifanyike. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu zimebaki dakika 3, nizungumze jambo la 5 tu litakusaidia na mwisho, alafu tutachambua mambo hayo yote. Kwa hiyo katika hili eneo unahitaji kujua mwelekeo. Lakini jambo la pili ambalo kwangu ni jambo la 5, takusemesha mambo mengine, unahitaji nguvu. Katika falsafa ya kukua ina mambo makubwa 5. Jambo la 5, unahitaji nguvu. Nitafundisha, ni vitu vya muhimu mno. Kitabu cha Mithali kinasema, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Mithali sura 24 na ule mstari wa 10. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Unaelewa definition? Tafsiri yake ni kwamba shida sio taabu, shida ni kiwango cha nguvu zilizoko ndani yako. Biblia inasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Maana yake kwenye haya maisha kuna siku za taabu, lakini huwezi kuzikimbia siku za taabu. Huwa zinakuja tu kwenye maisha. Hata kama mwaka uwe umenyoka, kuna namna tu shetani atapitisha upinzani kwenye maisha yako. Na Biblia inasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Maana yake shida sio taabu, shida ni kiwango cha nguvu zilizoko ndani yako. Ndio maana Mungu hakupi kazi kabla hajakupa nguvu. Atakwambia tulia hapa hapa mjini, upokee kwanza nguvu za Roho Mtakatifu, ndipo uende ukanishuhudie. Utamsikia Yesu anasema, Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu, kwa kuwa Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Kutiwa mafuta maana yake kupewa upako. Kupewa upako maana yake kupewa nguvu. Mungu hawezi kukupa mwaka mpya asikupe nguvu mpya. Mungu hawezi kukupa kazi asikupe nguvu mpya. Mungu hawezi kukupa biashara kwenye msimu mpya asikupe nguvu mpya. Tatizo sio taabu unayokutana nayo, tatizo ni kiwango cha nguvu kilichoko ndani yako. Lazima Mungu akusaidie kujua kwenye maisha yako unahitaji nguvu za kukupa kuanza tena hatua mpya, mwaka mpya. Nguvu hizi zitakusaidia kutatua changamoto. Kama ni maneno watakusema, hata uwe mzuri kiasi gani watu watakusema kwa huo uzuri. Hata unyoe kipara watu watakusema kwa kipara chako. Hata uweke wigi jipya watu watakusema kwa wigi jipya. Tatizo sio maneno wanayokusema, tatizo ni uwezo wa moyo kukabiliana na maneno yao. Tatizo sio uchawi wanaokuroga, tatizo ni upako ulionao wa kusaidia kuzuia uchawi. Maana wanapoenda kukuroga hawakupi taarifa. Unahitaji kuwa na nguvu za kukabiliana na changamoto. Watasema wanavyoweza, lakini maisha lazima yaendelee. Wataenda kwa waganga, lakini sisi hatutakufa, tutaishi na maisha yataendelea. Watajaribu kutuchafua, lakini mchafu wa maneno yao utakuwa ni nguvu kwenye maisha yetu. Watu wa Bwana, hutakiwi kushughulika na adui, unatakiwa kujiboresha wewe mwenyewe. Unahitaji nguvu ya maarifa, unahitaji nguvu ya pesa, unahitaji nguvu ya upako, unahitaji nguvu ya akili. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe nguvu za kuanza safari mpya. Unajua kabisa unatoka kwenye ukoo ambao kuna vita. Swala sio ukoo, swala ni nguvu ndani yako. Hata hao wengine waliofanikiwa wametoka kwenye ukoo kama wa kwako, lakini nguvu zao binafsi katika Yesu zimewainua. Na mimi ninakuombea Mungu akupe nguvu katikati ya mazingira magumu, wewe ukasimame, wewe ukafanikiwe. Hatutaondoka Kahama, hapa hapa tutalima na hapa hapa tutavuna.
Unahitaji nguvu. Kwa sababu huwezi kujitia moyo kwamba eti mwaka utakuwa umenyoka, watu wote watakusema vizuri. Haipo. Huwezi kusema unajua mimi shetani haniwezi. Hata kama hakuwezi atakuja kukushambulia. Shida sio matatizo tunayokutana nayo. Shida ni nguvu ndani ya mioyo yetu. Una nguvu kiasi gani cha kukabiliana na changamoto za madeni? Madeni hayo ulionayo wengine yamewaua, wamekufa kwa pressure. Ndugu yangu, kuna watu wana madeni kuliko wewe mwenye pressure na bado wana survive kwenye biashara. Mwa kukutana na mwamba anakuambia nina biashara ya bilioni 8. Katika bilioni 8, bilioni 7 ni za mkopo. Na mwamba ana survive kwenye biashara. Wewe una mkopo wa 200,000, unasema nakufa. Shindwa pepo. 200,000 nakuua. Nakufa. Mimi najinyonga. Ile kaka ameniacha. Unajinyonga, umeachwa. Watu wamepigwa matukio kibao na hawajajinyonga. Wewe unajinyonga wewe kitimoto. Yaani unaacha kitimoto kwa sababu ya mwamba. Shindwa pepo. Unajua mimi huyu jamaa ameniacha, kwa naenda kujinyonga, unataka tu kufa. Mbona masista na mapadri wanaishi? Nenda uboizini nilikosoma, unapigwa mafuta ya taa kwenye maharage na maisha yanaendelea. Pigwa mafuta ya taa kwenye maharage hapa. Wamenielewa wenye IQ D2. Pigwa mafuta ya taa kwenye maharage pale na maisha yanaendelea. Unajua wamenifukuza kazi, kwa hiyo naona kama maisha kila kitu kimeisha. Wamekufukuza kazi, hawajafukuza maisha, bado unapumua. Maisha yanatakiwa kuendelea. Unajua kuna wakati mtu anakupiga tukio, halafu anakuona ndio unazidi kupendeza, hadi anayekudai anachanganyikiwa. Unahitaji kuwa na nguvu za namna hiyo kiasi ambacho unapita kwenye nyakati ngumu, lakini unamwona Yesu Kristo ana nguvu kama jana, leo na juzi. Anapita kwenye msalaba, anasema Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini bado amesimama kwenye nafasi yake. Tatizo sio mateso, tatizo ni kiwango cha nguvu. Hauna stamina ya kusemwa, halafu unasema Bwana, naomba uniongezee cheo, naomba uniinue, naomba unifanikishe. Nani amekwambia mafanikio hayana vita? Usiombe mafanikio kama hauna nguvu za kukabiliana na vita. Maana ukiinuliwa vita inakuwa kubwa. Maana ukifanikiwa wanaokusema wanakuwa wengi. Maana ukifanikiwa wanaokuroga unakuwa wengi. Mungu hakupi mafanikio kabla hajakuandaa kukabiliana na vita ya waliofanikiwa. Alafu kuna mwamba anasema yani maskini wanakutana na vita nyingi. Maskini hajawahi kukutana na vita kama anayokutana nayo tajiri. Nakwambia ni kwa sababu hujawa tajiri, hautanielewa. Nenda kawatafute. Maskini unalala saa 2 unaamka saa 2. Tajiri analala huku yuko macho, anawaza magari yake yamebeba mafuta ya petroli huko, yatafika salama kutoka Zambia au yanaishia njiani. Shai kupigwa hasara, unaambiwa container zako 2 zimeangamia hapo ndani, au matenki ya mafuta yameangamia. Kadiri unavyoinuliwa kwenye maisha, ndivyo vita inavyokuwa kubwa kwenye maisha. Kwa huwezi kumwambia Mungu naomba uniinue kama haujatafuta nguvu za kukabiliana na vita ya walioinuliwa. Ndio maana falsafa ya kukua na kuongezeka inataka uwe na nguvu kwanza, ndipo uanze kupiga hatua. Kwa nini? Kwa sababu kuna kihatua tu ukigusa ndipo utaanza kusema. Saizi hawakusemi. Sasa wao wakuseme ili iwaje? Yani hauna chochote afu tunakusema. Sikupoteza muda. Yani tunakusema ili iwaje? Ukishasikia sasa huyu dada anajisikia, ujue kuna kitu anacho, hawana. Ukisikia watu hawasemi unajisikia, wewe ujue tu ni wa kawaida kama mimi. Kwenye hilo hatutakusema, tutakusema kwenye mengine. Yani huyu tangu amepata gari anajisikia. Kwa kabla hujapata gari walikuwa wanaona kama ujisikii. Wewe unaelewa, wewe mnatutangazia mnauza magari alafu hamtufundishi vita ya kukabiliana na wenye magari. Kwa sababu hata ukiwa na haraka ukimpita tu mtu, yani yule tangu amenunua gari analinga. Amenunua gari kwa ajili yako. Akikupa lifti ana kona zake, anakuambia nisubiria hapo, unasubiria mpaka dakika 10-20. Sasa yani alinipa lifti, wewe umepata lifti, nikisimama kuchimba dawa na wewe unasimama. Utaki panda bajaji.
Usiombe kupewa lifti kwenye gari. Mwenye gari anakona kama 4 anapita, afu wewe una haraka na umekula lifti. Anakwambia dakika moja tu nisubirie, naingia hapo ndani. Dakika 5 zinakatika. Unahesabu muda, kushuka uwezi, kumpigia simu uwezi. Unacheza na lifti. Kwenye lifti ubadilishi wimbo wa mwenye gari ndio unaenda nao huo. Bwana asifiwe. Usije wakanifukuza hawa watu wa Mungu kwenye mazao. Nimetumia muda vizuri. Niliambiwa nimalize dakika 45, nimemaliza dakika 50. Vizuri kabisa. Bwana asifiwe. Na jioni nitamaliza vizuri. Wewe ukuje. Hii wiki haitakuwa ya kawaida. I'm telling you sure. Bwana asifiwe. It's gonna be powerful. Hii itakuwa wiki ya tofauti sana. Na kuhakikishia kabisa, namtumikia Yesu. Fuatilia semina iliyoisha niliyomaliza. Unaweza kaingia YouTube KKT Cathedral kule Imani kanisa kuu Mwanza. Fuatilia semina tuliyomaliza. Sasa najuaga utukufu wa mwisho ni mkubwa kuliko wa kwanza. Kadiri Mungu anavyonipa kusogea. Kwa hiyo tutakuwa na vitu vingi vya kuhakikisha tunaweka sawa, ili unapoianza tarehe 1 mwezi wa pili, unaianza tarehe 1 kwenye neema iliyo katika njia ya Kristo Yesu. Nisaidie kuinua mkono wako wa kulia ukiwa umekaa. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako na upendo wako. Asante kwa kunipa nafasi ya mwaka mwingine, mwaka mpya. Mimi ninajua katika mwaka huu umeniandalia mambo makubwa yasiyo ya kawaida, lakini mbele zako wewe unaujua moyo wangu, namna nasikia kuchoka, namna kuna hali ya kukata tamaa, namna niko njia panda. Nimekuja madhabahuni kwako kama gari inavyoenda sheli. Ninaomba unitie nguvu, unipe mwelekeo mpya katika biashara na kazi na ofisi niliyo nayo, mwelekeo ambao umebeba kusudi lako na mapenzi yako. Unipe kitu kipya cha kufanya katika vile ninavyofanya, ili nipate kupokea matokeo mazuri katika jina la Yesu. Lakini ninaomba nguvu za kukabiliana na kila aina ya madhabahu iliyokwisha kupangwa, kila aina ya sadaka na kila aina ya kafara zilizokwisha kutolewa ili kunipinga. Asubuhi ya leo ninaomba nguvu, ninaomba nguvu. Mahali ambapo pana giza, mimi nitafanikiwa mahali hapo kwa jina la Yesu. Mahali ambapo pana ukame, mimi nitafanikiwa mahali hapo kwa jina la Yesu. Katikati ya uganga, katikati ya uchawi, katikati ya maneno magumu, katikati ya magonjwa, mimi nitastawi katika jina la Yesu. Ninaharibu kazi zote za shetani zilizoandaliwa kinyume nami kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila madhabahu za kipepo katika makaburi, katika milima, katika maji zilizoinuliwa ili kunipinga, hizo madhabahu ninazivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba unipe watu uliowaandaa kutembea na mimi msimu mpya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Najipatanisha na watu wapya, najipatanisha na fursa mpya, na fursa mpya, na fursa mpya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Milango ya fedha ifunguke, milango ya fedha ifunguke kwa jina la Yesu. Tulia hivyo hivyo. Mungu liye hai, tunajiweka wakfu kwa ajili ya wiki mpya na kuomba kwa unyenyekevu sana. Ikawe ni wiki ya ajabu kwetu. Katutoe njia panda, katutoe kwenye machozi na kilio, katutoe kwenye maumivu na maombolezo, ukatupe kukushangilia Yesu. Ikawe ni wiki isiyo ya kawaida, wiki ya watu kutiwa nguvu, wiki ya watu kufunguliwa, wiki ya watu kuiona kesho yao mikononi mwako, wiki ya watu kutembea kwenye njia zako,
Waliolala kama Elia wataamka Bwana. Wanaomba kufa watapewa nguvu na uhai tena Bwana. Wanaopita kwenye mashambulizi na magonjwa, ni saa ya kupona kisukari, ni saa ya kupona pressure, ni saa ya kupona uti wa mgongo, ni saa ya akili za watoto wetu kufunguliwa. Hawatarudi na sifuri waliorudi nayo mwaka jana, watakuwa vichwa na wala sio mkia. Asante kwamba utaendelea kutuhudumia katika utukufu wa jina la kwako, Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen.